Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bayni wa bainal hadhirina bil haqq wa anta khairul fatihin. Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia ziada ya rehema na amani bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tunamshukuru Allah kwa kutuafikisha kuwepo hapa katika sherehe za kusherehekea elimu. Hizi ni sherehe za kusherehekea elimu. Hawatambui umuhimu wa sherehe hizi ila wale wanaojua elimu ama wenye elimu, kwa sababu kila watu wanakuwa na sherehe zao mbalimbali. Kwa hiyo sisi ambao tumeamua kuisherehekea elimu na kuitukuza elimu, basi tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atumiminie na tujalie tuweze kuwa na elimu na kuitambua elimu. Ndugu mgeni rasmi al-akh Sheikh Salim Mwahuta, wazazi, mashekhe mbalimbali na walimu pamoja na wageni waalikwa, tumshukuru Allah kwa kutuafikisha kushiriki kwenye vikao kama hivi. Ni vikao ambavyo thamani yake huwezi kuiona hivi sasa. Toka niseme kwamba tumefika hapa, anayetajwa hapa ni Allah na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kusikiliza maneno ya Allah, kusikiliza hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hii pekee ni fursa adhimu. Huenda kuna wenzetu wamealikwa sehemu kwa muda waliokaa mwanzo mpaka wanamaliza ni matusi au ni masimango ama ni ushirikina au ni mambo ambayo kwamba hayana faida katika jamii wala katika dini. Kwa hivyo hatuwezi kuwa sawa katika vikao hivyo hata mara moja. Na katika kikao hiki tulikuwa tunawatizama vijana wetu hapa, mambo wanayozungumza. Huenda tukipeana nafasi wazazi, sisi wenyewe ama na baadhi ya wageni waalikwa, kama labda mashekhe wa hapa, maustadhi wa hapa watasema, hebu tunaomba sasa hivi, sasa ni muda, tunatoa dakika 10 wazazi wa Isakalilo au wazazi watoto wanaosoma madrasa hii. Basi katika mada zilizotolewa, basi kuna mzazi asimame azungumza, tuelezee tu kwa ufasaha kama watoto hao walikuwa wakizungumza. Huenda tukafika mpaka saa 10 asipatikane mzazi wa kuzitoa hizo mada. Huenda wapo, lakini hii yote nitoe shukurani za dhati mashallah kwa maustadhi amba walimu wa wanafunzi hawa. Anasema al-ba'ra yadullu ala al-ba'ir. Ukiona maviangamia ujue kuna ngamia kapita. Huwezi kuona maviambuzi ukasema kapita tembo. Kwa maana kuona watoto hawa kusoma hivi, kwa maana wapo waliowasomesha. Kwa hiyo shukurani za dhati na pongezi ziwaendee maustadhi wetu. Allah wabariki, awatie nguvu, awatie subira, awape moyo zaidi kuweza kuwasomesha watoto hawa na kuwagaidi katika njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anairidhia. Ndugu zanguni, tuchukue hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pekee. Tunaambiwa kwamba idha mata bin adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Atakapokufa mwanadamu, apindi akifa mwanadamu, basi matendo yake yote yamekwisha. Bimaana na matendo yake yote yamekufa, hakuna kinachoendelea. Na ndiyo maana hata anapoandaliwa maiti, wanatafutwa wale watu wa karibu ili waweze kumstiri kama ana aibu zake huyu,
au kama kuna mtu maalumu familia itamridhia kwamba huyu ndo anatakiwa, mahawa ndio anatakiwa kumuosha ndugu yetu, bimaana wameridhia. Bimaana anayeoshwa hawezi kujiosha, alikuwa akioga mwenyewe ataogeshwa, akijipaka mafuta mwenyewe atapakwa manukato, akivaa mwenyewe atavishwa, uhaluma jara na mengine mbalimbali yatakayofanyika. Kwa hiyo mtu akifa, basi matendo yake yote na yeye yamekwisha, isipokuwa Mtume akasema mambo matatu tu. Mambo matatu huwa yanaandaliwa, ndugu zanguni, hayazuki tu. Kama kwa sababu labda mimi nina pesa, naweza nikayatengeneza kwa pesa zangu, japo unaweza ukayafanya, lakini mojawapo ambalo leo limetukusanya hapa ni hili la mtoto mwema ambaye Mtume amemtamka au amemtaja. Mtoto mwema haandaliwi popote isipokuwa katika majengo haya na katika vikao kama hivi. Sehemu hizi ndio anapatikana mtoto mwema, mtoto ambaye atatambua thamani ya mzazi, mtoto ambaye atatambua thamani ya Mungu ni ipi, mtoto ambaye atatambua thamani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ipi, mtoto ambaye atatambua thamani ya jamii ni ipi. Haipatikani ila katika sehemu kama hizi. Hivyo ni jukumu la kila mzazi kutoa ushikamano ama mshikamano baina yake yeye na walimu, kuwapeleka watoto katika madarisi mbalimbali kwa ajili ya kusoma elimu ya dini ya kumtambua Allah, pamoja na kuwatambua wenyewe wazazi. Leo amepita mtoto kamwelezea mama hapa, mwenye haki zaidi katika wazazi wa kutendewa haki sana nani? Mama kachukua nafasi kubwa tatu. Sijui kwamba nafasi hizi kule kwingine mnakujua, hata sikutaji, sijui kule kwingine kama kuna kipindi anaingia mwalimu fulani. Leo wanafunzi wa darasa la 6, kipindi chetu itakuwa ni kumwelezea mama haki za mzazi, sijui, lakini huku 100% kwamba kipindi hiko kipo kinapatikana. Kesho na kesho kutwa tunatoa watoto ambao kwamba hawatambui hadhi ama heshima ya mzazi. Hii ni mikono yetu, tunawatengeneza wenyewe. Kwa hivyo mzazi, mtengeneze mtoto wako aje kuwa mtoto bora kupitia sehemu kama hizi. Mzazi, mwandae mtoto wako hata ukiwa umeondoka duniani anatambua heshima na adabu na hadhi ya mzazi, anaweza kutamka dua rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Huenda ukaja ukajifunza utu uzimani, lakini dua ya mtoto inapoombwa kwa mzazi wake na umemsimamia mwanao katika dini, leo tutaona kwamba ni mambo tu ya kupita. Sote tunasomesha watoto wetu kwamba watoke majumbani kwa sababu tu wanafanya fujo au hawatulii, basi waende madrasa. Huenda tunatumia njia hizo, lakini hivi ndio vikao vitakavyokuja kuwasaidia wazazi pale mtu ameondoka duniani. Ile dua, mtoto akamkumbuka mzazi wake akamwombea dua, mzazi akaletewa malipo yake, akayaona malipo yale, halafu atauliza malipo haya yametoka wapi? Akaambia hii ni istighfari ya mtoto wako, amekuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mzazi ambaye kamwandaa kijana wake, au waladin salihin yad'u lahu. Unaweza ukaacha mtoto ama ukaacha watoto, lakini asiwe salihin. Na unaweza ukamwandaa akawa ni mwema, lakini pia asikukumbuke kukuombea dua kwa sababu hajui thamani ya mzazi. Lakini ikiwa amepita katika vikao, katika mikono ya mashehe kama hawa waliotukusanya leo hapa kwenye hafla kama hii ya kusherehekea elimu, unaandaa nafasi yako peponi. Unamwandaa mtoto wa kukuombea dua kesho upate radhi za Allah. Sasa ndugu zangu ni wazazi, nikisema mimi na wageni waalikwa na mashehe wenzangu pamoja na watu wote tuliopo hapa, tuithamini elimu ya dini ya Kiislamu. Tusipoithamini sisi, ni nani wa kuithamini? Tuwathamini walimu wanaosomesha watoto wetu. Tusipowathamini wao, ni nani wa kumthamini? Leo imekuwa mwalimu wa sekondari ndio ana nafasi nzuri zaidi, anaheshimiwa na sisi wazazi wa Kiislamu. Huenda mwalimu akaandaa vikao vya madrasa
sijauliza, ila kwa sababu na mimi ni mwalimu wa madrasa, basi ukashangaa sasa unakuja wafiki hata 10 kuja kuandaa mazingira au maendeleo ya madrasa yetu. Lakini wakiitwa huko kwingine, hata kama mtu akiwa na dharura gani, ataacha dharura zake kwamba tumeitwa kuna kikao sehemu fulani. Tena mbaya zaidi, huwa bwana natupata vizuri, vinaandaliwa vikao siku ya Ijumaa. Ule muda kwamba ndio ujane mapema kwenda kuswali, kwenda kufanya ibada zako, ndio unaambia unaitwa shule kuna 1 2 3. Hatukatai kuitwa, lakini je, tumeonyesha thamani gani katika elimu yetu sisi ya dini ya Kiislamu? Hebu naomba wazazi, tuweni pamoja, tushikamane na walimu. Huwa na msemo mimi huwa napenda sana kuusema. Ili mwalimu aitwe mwalimu, ni lazima apate mwanafunzi wa kumsomesha. Na ili mwalimu amsomeshe mwanafunzi, ni lazima apatikane mzazi mwenye kujitambua. Yaani mzazi atakayekuwa na thamani ya kuthamini elimu na kumthamini mwalimu. Huyu mtoto ni kama mfano wa sufuria inayobandikwa jikoni ama inayopikiwa. Kwa maana apatikane mzazi, apatikane mtoto, apatikane mwalimu na kile chenye kufundishwa. Kwa hiyo kama hakipo, ndugu zanguni, baada ya miaka 10 15 tutakuwa na watoto ambao ni vibaka mitaani. Mungu anusuru hifadhi watoto wetu. Kama hatukwasomesha wadini, hatukwasomesha elimu ya dini, usishangae kesho kuta mtoka kutamkia maneno ya kifedhuli, maneno ya ajabu. Hivyo wazazi, tushikamane, tuwasimamie watoto, na pamoja na kuithamini elimu ya dini. Ukiithamini elimu ya dini, bimaana mtoto anakuja madrasa ameandaliwa, mtoto anakuja madrasa ana mawasiliano na mahusiano mazuri baina yake yeye na mwalimu anemsomeshea mtoto wako. Peke yako hutoweza kumsomesha mtoto. Tunaye shekhe hapa wa wilaya, natumai ana watoto, na hata nikimuuliza majibu atakuwa nilivyo mimi, yani kwamba wewe ni shekhe, lakini kuna muda utafika mwanao mpeleke madrasa ili akasome. Wewe ni mwalimu, hata ukiwa ni headmaster wa namna gani katika shule yako, hutomsemesha nyumbani kwako mwanao kwa sababu ni headmaster au ni mwalimu mkuu wa shule fulani. Lazima utampeleka shule akasomeshwe na wenzako wakusaidie kumsomesha.